أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, karibuni tena wapenzi wafuatiliaji wa klipu za Evergreen Vitality Herbal Clinic, nami nikiwa Dr. Ali Mwanyiru Tinga. Naam, ikiwa leo tarehe 5 mwezi wa 10, ningependa kutoa funzo ama somo adhimu kwa nyote ama kwa wote watakaojiona na dalili hizi. Maana nakwenda kutoa funzo la dalili za mtu mwenye kusumbuliwa na majini, aidha anafuatiliwa na wachawi ama kuna mizimu ya mababu zake au bibi zake wanamfuatilia, ama watu wake waliopita mbele za haki zamani ikawa roho zake ama roho zao bado zinamfuatilia. Naam, dalili hizi zipo aina mbili, ambapo zipo dalili za dhahiri na zipo dalili za kwenye ndoto. Leo hii kwa sababu ya muda ningependa kuchambua dalili za dhahiri, kisha katika klipu inayofuata ama itakuwa kama part 2 yake itaeleza dalili katika ndoto. Maana zipo dalili 32 za dhahiri na zipo karibia dalili 26 za kwenye ndoto. Naam, dalili ya kwanza za mtu anayesumbuliwa na majini ama anafuatiliwa na wachawi ama yuko na mizimu inamwandama, basi ya kwanza kabisa huwa ni kizunguzungu, kuhisi kizunguzungu. Ile huwa dalili mojawapo ya mtu mwenye kusumbuliwa na majini ama mizimu. Dalili ya pili ni vitu kutembea tumboni, vitu kutembea tumboni. Kuna watu wanahisi hali kama hizo. Hivyo ukijihisi hali kama hii, basi moja kwa moja hiyo ni dalili mojawapo ya mtu anayesumbuliwa na majini ama mizimu. Dalili ya tatu ni kichwa kuuma mara kwa mara. Kichwa kuuma mara kwa mara. Kuna watu ambao huwa wanaumwa na kichwa mpaka imekuwa ni mazoea, wanasema mimi ni kawaida yangu kuumwa na kichwa, wakati hakuna mtu ameumbwa na maradhi kuwa ndo ukawaida wake ama ndo usawa wake, hamna. Hivyo ukijipata una dalili hii ya kuumwa na kichwa mara kwa mara, wewe unaishi kwa painkillers ama tukienda hospitali haupati jawabu husika la shida ulionayo, basi ufahamu moja kwa moja hiyo ni dalili ya majini au mizimu, ama kuna vile unafuatiliwa na mahasidi ama wachawi. Naam, dalili namba 4 ni vicheza mwilini. Vicheza mwilini. Kuna watu hata hawana amani. Unampata akikaa ama akiwa anafanya shughuli zake, basi usikia kama vitu vinamcheza mwilini. Ile ni dalili ya mtu anayesumbuliwa na majini ama mizimu ama anafuatiliwa na wachawi. Dalili namba 6 ni kupiga miayo sana. Wanasema kwa Kiingereza yawning. Naam, kuna watu kile ukimwona ni kuyoni mara kwa mara, kupiga miayo. Ile ni ishara tayari mojawapo ya mtu anayesumbuliwa na majini ama kufuatiliwa na wachawi ama mizimu. Dalili namba 7 ni kuhisi mtu anatembea nyuma yako. Kuhisi mtu anatembea nyuma yako, hiyo ni mojawapo ya dalili ambayo inaashiria kwamba uko na majini ama unafuatiliwa na wachawi ama kuna mizimu inakufuatilia. Dalili nyingine ni macho kukosa aibu. Kuna mtu unaweza ukaangaliana naye hivi, yani mpaka ukashindwa huyu hapesi ama ipoje. Wanasema ni eye contact concentrated, lakini hiyo pia ni mojawapo ya dalili ya mtu mwenye majini. Kisha dalili nyingine ni hasira za mara kwa mara. Hasira za mara kwa mara, short tempered. Kuna watu sampuli hii ambao mpaka wenyewe wanafikiri ni karakta yao, yani wako hivyo kuwa na hasira za mara kwa mara, lakini tukichambua kiundani, basi huenda ikawa kuna jini ndani yake ambao limemsumbua ama kuna mizimu ambayo huwa inamfuatilia ama anafuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ambayo itakuwa katika dalili namba 9 ni kupoteza kumbukumbu. Kupoteza kumbukumbu. Sio kawaida kwa mtu kupoteza kumbukumbu mara kwa mara.
Yani umepata habari leo, kisha baada ya siku 3 tayari umeshasahau. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna shida katika fahamu zako, ambayo huenda ikawa inachangiwa na majini, mizimu, ama ikawa kuna hasadi wanafunga fahamu zako ili usiweze kuchanganua mambo vizuri ama kuchukua maamuzi sahihi. Hivyo anakupatia kitu ambacho kitakusumbua na kitakupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo tunaitambua kama dalili mojawapo ya mtu mwenye kusumbuliwa na majini, mizimu, ama kufuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ambayo utachukua nafasi ya 10, hiyo ni ugomvi wa mara kwa mara, hasa kwa wanandoa. Ugomvi wa mara kwa mara hasa kwa wanandoa. Wakati wanandoa walipatana ilikuwa ndoa ya furaha, lakini utastaajabu baada ya muda fulani sasa kunakuwa ama partner wako anaanza kuwa ama kubehave disi nyingine ambayo hata huwezi kumuelewa. Ndio hiyo mara mnakosana, yani ugomvi ambao haueleweki. Kwa hakika hiyo ni ishara ya jini, na mara nyingi huwa inasababishwa na jini mahaba, kwa sababu huenda ikawa ni mume yuko na bibi wa kiroho, yani jini mahaba wa kike, ama ikawa ni mwanamke yuko na jini mahaba wa kiume. Hivyo wakiwa katika uhusiano wao wa kibinadamu, sasa yule jini huingilia kati na kujaribu kuwafarakanisha, ambayo husababisha ugomvi wa mara kwa mara hasa kwa wanandoa. Dalili nyingine ni maradhi ya kujibadilisha. Kuna watu ambao wanapata shida sana na hali hii. Mara kwenye hospitali anaambiwa hii tukiangalia hapa ni malaria. Mara wakijaribu tena vipimo ambapo ni typhoid. Mara wakijaribu hivi na hivi unaambiwa ni kansa. Mara si kansa, hiyo ni growth. Mara yani maradhi ambayo hayaeleweki. Ama hata akiwa anafanyiwa kisomo mtu sampuli hiyo, ama kuna kisomo kinafanywa mahali, unaweza kumpata analipuka majini tofauti. Mara ameinuka Mpemba, mara ameinuka Maimuna, mara ameinuka nini. Hiyo ni dalili moja wapo kuu ya mtu ambaye huenda hata ikawa sio majini, bali ni mizimu ambayo inamsumbua. Lakini pia huwa tunaicategorize katika dalili za mtu mwenye mizimu ama majini ama kufuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ni kuhisi baridi mara kwa mara. Hiyo ni ishara ya kwamba either uko na jini ama uko na mizimu. Na dalili nyingine basi ni kutojisikia kuongea na mtu, ama hata unapoongeleshwa ama kusemeshwa unahisi kusumbuliwa, yani unaona ni kama ambaye unasumbuliwa. Hiyo ni dalili. Inapotokea hali kama hiyo, basi tafuta huduma za visomo ama tiba za asili, kwa sababu hiyo ni dalili ya mtu mwenye majini ama mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ni kusikia ama kuhisi masikio yanapiga kelele. Kwa ndani hapo unasikia ni kama ambaye kuna makelele, kama unapigiwa kelele kwenye masikio yako. Usije ukafikiri ni kawaida yako, hivyo ndivyo ulivyo. Hakuna mtu ambaye ameambiwa hivyo. Hiyo ni dalili ambayo tunaweza kuipanga mara mbili, ikiwemo ni either iwe ni awakening ama kuna communication ulimwengu wa kiroho unatakiwa upewe. Hivyo sikio lako linapiga kelele kukupa taarifa kwamba kuna information katika ulimwengu wa kiroho inatakiwa ikufikie. Ama ndio ikawa kabisa ni mtu anasumbuliwa na jini ama mizimu, kwa sababu kupata information ama communication kutoka ulimwengu wa kiroho ni mpaka uwe unafahamu na mambo hayo. Sasa kama hauna ufahamu na unajipata na hali hiyo, basi moja kwa moja unatakiwa ujitafute ama utafute usaidizi katika kituo chochote cha tiba asili ama visomo. Dalili itakayofuata ama inayofuata ni kuhisi vitu vinaongea masikioni. Sipo mara mbili hapo, tuelewane vizuri. Kuna vile unazisikia kunapigwa kelele, na kuna vile unaweza kusikia kwamba unaongeleshwa, yani kuna kitu kinaongea, kuna sauti mbili zinaongea ndani ya masikio yako. Hiyo pia ni dalili mojawapo. Na dalili nyingine ni kupoteza hela mara kwa mara, hasa kwa mazingira ya kutatanisha. Yani unashangaa unakuanga na tabia hiyo ya kwamba unaposhika hela basi unajipata imekupotea ama unaipoteza ama imeisha katika mazingira ambayo wewe mwenyewe huelewi umeitumiaje ama imeishaje ama imepotea vipi. Ukijiona na dalili ambazo zinajirudia kupotea mara moja, hiyo huenda ikawa ni bahati mbaya. Lakini ikiwa ni tabia, yani una tabia ya kupoteza hela mara kwa mara, hasa kwa mazingira ya kutatanisha, basi ufahamu moja kwa moja
hiyo ni dalili ya mtu anayesumbuliwa na majini ama mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Naam, dalili nyingine basi ni kuharibikiwa na vitu hasa vya moto. Naam, kwa wale ambao wanatumia vyombo vya moto kwenye majumba yao ya hizi electronics ama whatever. Naam, ukijipata wewe kila ukiwa na vyombo kama hivyo, basi huwa vinaharibika, haudumu navyo muda mrefu sana. Basi hiyo ni mojawapo ya kwamba kuna roho ambayo iko hapo ndani yako ama ndani ya eneo lako, na inayochangia ama inayosababisha vitu vyote vya moto huwa vinapata hiyo hasara ya kuharibika. Naam, dalili nyingine ni matatizo ya hedhi kufungika ama kutoka kwa wingi au kukosa kabisa. Hili linahusu wanadada ama wakina mama. Tatizo hili ukiliona linadhihirika katika maisha yako ama katika mwili wako, basi usihangaike kutafuta hospitali mengi, kwa sababu unaweza kumaliza pesa nyingi kwa ajili ya kujitibu maradhi ambayo hayaonekani katika skana za kisayansi ya hospitali, bali ikawa ni inatakiwa ipatikane elimu ya mambo ya kiroho. Yanamaanisha aidha upate visomo ama upate dawa za kisuna, yani dawa za asili kwa ajili ya kupambana na tatizo kama hilo, maana hiyo ni miongoni mwa dalili za mtu ambaye anasumbuliwa na majini, mizimu ama kufuatiliwa na wachawi ama mahasidi. Naam, dalili nyingine ni kufungika kwa kizazi. Hili bado linawahusu wakina dada ama wakina mama. Naam, umejipata umekuwa na kizazi kizuri, pengine umeshapata zao la kwanza, alafu kupata tena zao lingine, unaona kunakuwa na changamoto hadi ni kama kizazi kimefungika. Naam, sitakukataza kwenda hospitali, unaweza kwenda kufuatilia, lakini kama ukikupa majibu ya kwamba hawaoni lolote na bado haupati ujauzito, basi usisubiri tena, kwa sababu mficha kaa kwenye nguo hujichoma mwenyewe. Hivyo tafuta njia za kujishughulikia aidha kwa visomo ama tiba asili. Naam, dalili nyingine ni kushtuka wakati wa usiku au kuhisi kushtuliwa. Yani kuna watu hawapati usingizi wa amani. Kile unapolala unajipata umeshtuka ama una wasiwasi. Naam, ile ni dalili ya kwamba unasumbuliwa na majini, mizimu ama unafuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine ni moyo kuogopa ama kuhisi wasiwasi mwingi, sawa na mtu mwenye pressure. Naam, ile ni mojawapo ya dalili za mtu anayesumbuliwa na mizimu ama majini. Dalili nyingine ni kupungukiwa na damu, kukonda au kuishiwa na maji mwilini. Naam, ukijipata una tabia hii na una hali hii na inajirudia mara kwa mara, basi huo sio uzima. Hiyo ni dalili mojawapo ya mtu ambaye anasumbuliwa na majini, mizimu ama anafuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine inayofuata ni kupungukiwa na nguvu za kiume au za kike. Naam, hili pia ni tatizo na ni mojawapo ya dalili ambayo linahusishwa na majini, mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Pia unaweza ukashangaa nguvu za kike tena. Ndiyo, hata wanawake wako na nguvu zao, sema kukosa ufahamu na maarifa ndio huo wanajihisi kwamba anayetakiwa kuwa na nguvu basi ni wa kiume peke yake. No, kuna nguvu za kike na nguvu za kiume. Hivyo inapotokelezea dalili hii, basi moja kwa moja ihusishe na dalili za majini ama mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Naam, dalili nyingine basi ni kuhisi uchungu wakati wa tendo la ndoa, aidha unapomaliza ama hata wakati unapoanza. Tatizo hili lipo sana kwa wakina mama. Naam, ikitokelezea dalili hino, basi usihisi ni kawaida yako ama ukafikiri sometimes unasema huenda ikawa na infection. Pia naweza kukupa ruhusa nenda ukapime hiyo infection, lakini kama ikosa kuonekana, basi ufahamu kwamba moja kwa moja hiyo ni dalili ya mtu anayesumbuliwa na majini ama mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Naam, dalili nyingine basi ni kuhisi kichefuchefu unapomaliza tendo la ndoa. Hili pia linahusu sana wakina mama. Utapata baada ya tendo la ndoa tu, pindi tu umemaliza, basi anahisi kama kutapika, ni unaweza kumuona mate yamejaa mdomoni. Hata hayupo sawa, tunakiita kichefuchefu kwa Kiswahili. Naam, hiyo ni dalili mojawapo pia
katika dalili za mtu mwenye kusumbuliwa na majini, mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Naam, kuna dalili nyingine ambayo ni kuhisi harufu ya manukato ama harufu mbaya. Kwa wale wakazi wa vijijini, hasa hizi nyanja za Wamijikenda, huwa wanasema unasikia harufu kama ya viazi. Mara nyingi ukipita baadhi ya miti unaweza kuipata harufu hii. Naam, harufu ile kwa hakika huwa haipo kwenye mtu yule, bali inaashiria dalili ya mtu mwenye majini ama mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Yaani ile ni dalili ambayo wewe mwenyewe ndio huenda uko nayo, na inaashiria kwamba either uwe uko na majini ama iwe kuna mizimu inakufuatilia ama iwe unafuatiliwa na wachawi. Naam, dalili namba 27 basi ni kukosa hamu ya kula au kubagua chakula. Naam, kuna watu wa sampuli hii ambao wengine huchukuliwa kama ambaye ni makusudi ama kwa sababu ya lifestyle yao, pengine wana hadhi, basi ile kuchagua chakula ama kubagua akaona ni uzima. Naam, kama unabagua kwa kupenda, ile kwamba mimi sitaki kula samaki leo, nataka kula kaweji, sitaki kula hiki, nataka kula hiki, kwa kupenda kwako, lakini hata ukitumia haikudhuru, basi uko sahihi. Lakini kuna ile ya kwamba unabagua kwa sababu ukipata kile ambacho ndio kipo ambacho unahisi hauendane nacho ama ustahili ukipata hicho, na ukikitumia kuna vile ambavyo huwa kinakupatia hali tofauti ya kuwa sawa, basi ndugu yangu, hiyo ni dalili mojawapo ya mtu mwenye majini ama kuna mizimu inakufuatilia ama kufuatiliwa na wachawi. Na dalili nyingine hii pia nayo bado inahusu akina mama, na ni tatizo sugu kwa sababu limesumbua wengi. Nimepata kesi nyingi sana za dalili kama hii, ambayo ni mimba kupotelea tumboni. Mimba inapotelea tumboni, yani unatunga mimba kabisa mpaka unajihisi sasa mimi ni mjamzito, alafu kunatokelezea sababu ya kutanisha ama hata huelewi kunaendaje, na ile mimba inapotelea tumboni mpaka unajihisi ni kama ambaye ni tumbo tu ama ni tumbo la hedhi ndio limekuvuruga. Hapana, unapojihisi ni dalili kama hii ama unapojihisi hali kama hii, basi hiyo ni dalili mojawapo ya mtu mwenye kusumbuliwa na majini, mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Dalili nyingine inayofuata basi ni kuhisi watu wanakusemesha na hauwaoni. Naam, kuna watu wanapitia hali kama hizi, anatembea mara kidogo na muona ameshtuka, anaangalia nyuma ama anaitikia bila kumuona aliyemuita ama aliyemuongelesha, ama aina yoyote ya hali tatanishi kama hiyo, kuhisi kusemeshwa na wanaokusemesha hauwaoni. Hiyo ni dalili mojawapo ya mtu mwenye majini, mizimu ama iwe unafuatiliwa na wachawi. Naam, dalili ambayo nikimalizia basi ni kifafa. Kifafa vipo vya aina tatu. Kuna kifafa cha kawaida na kuna kifafa cha kurogwa kabisa, na kuna kifafa ambacho husababishwa na jini maiti. Kuna jini ambaye anaitwa jini maiti, na huyo ndiye ambaye hutumiwa kutia watu maradhi ya kifafa. Hivyo mtu mwenye kifafa basi, mbali na kuchanganua kwamba huenda ikawa ni kawaida yake ama ikawa ni kurogwa ama ikawa ni majini, basi hiyo ni dalili kama ilivyo kwamba huyo mtu huenda ikawa anasumbuliwa na majini, aidha kuna jini maiti ndani yake ndio ambao linampatia hali kama hiyo, ama kuna mizimu ambayo inamfuatilia, yani wanaitwa ancestors. So kuna hali kama hiyo, ama ikawa ni wachawi, yani amerogwa. Na kwa hiyo mwenye kifafa pia tunakipanga kwenye dalili za mtu mwenye majini, mizimu ama mashaitani. Naam, kwa sababu ya muda namalizia kwa dalili 3 ama 2 za mwisho. Dalili nyingine ni kichaa. Unasema uchizi ama uwenda wazimu. Naam, kichaa mara nyingi hutumiwa majini ambao huwa wanaitwa asaha. Majini hawa hutumiwa sana katika kumtia mtu kichaa. Hivyo wengi wenye kichaa, licha ya matumizi ya mihadarati ama sababu nyingine zozote ambazo watu wanaweza kuzidhania kwa sababu ya uchizi ama kuingiwa kichaa, basi pia ni moja wapo ya dalili kuu za mtu
mwenye majini ama mizimu ama kufuatiliwa na wachawi. Naam, dalili ya mwisho nikimalizia somo la leo basi ni mwanamke kuwa mkali hasa anapoombwa tendo la ndoa. Naam, majini humsababisha mwanamke kuwa mkali anapoombwa tendo la ndoa. Naam, hii dalili ambayo nitafungia hapo kwenye dalili za dhahiri, kisha katika klipu inayofuata nitawaeleza dalili katika ndoto. Naam, hivyo ndugu yangu ama mpenzi mfuatiliaji wa klipu za Evergreen Vitality, endapo utajiona na dalili kama hizi ambazo nimezitaja, zipo dalili 32 hadi 33 za dhahiri. Ujionapo na dalili kama hizi, basi kwa hakika tafuta tiba asili ama visomo vya dharura ama dawa za kisuna, ama usitembelee katika facility yetu hapa ya tiba asili ambayo ni Evergreen Vitality Herbal Clinic ambayo ipo Nairobi Utawala. Naam, nambari zangu za simu ni 0112 95 15 76 0112 95 15 76, na ya Airtel lakini ni 0736 500 343 0736 500 343. Naam, kwa leo ningependa niachie hapo. Endapo utajipata na dalili hizi za dhahiri, basi usite kunitafuta, ama kama utaona huko ni mbali, basi nakushauri utafute msaada katika tiba asili ama visomo mbalimbali vya kudili na majini, mizimu ama matatizo ya kurogwa au mashaitani. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.